Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba avamiwa na kulipuliwa vibaya kwa maneno makali yaliyotolewa na John Heche. Ujambo na karibu. Saa chache baada ya kauli kali kusambaa mitandaoni, mjadala wa kitaifa ulilipuka kwa kasi isiyo ya kawaida, ukifunua ufa mpana uliokuwa umejificha ama umefichika chini ya uso wa siasa za Tanzania. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche alitoa shutuma nzito dhidi ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, akimkosoa kwa madai ya upotoshaji wa kweli na ukosefu wa uwazi katika maelezo ya masuala ya kitaifa. Kauli hizo hazikubaki kuwa maneno ya kisiasa ya kawaida, ziligeuka kuwa cheche iliyoamsha hisia zilizokuwa zimebanwa tangu uchaguzi wa mwaka jana Oktoba na matukio yaliyofuata. Katika mazingira ambamo imani ya wananchi kwa taarifa rasmi imekuwa ikitikiswa mara kwa mara, mashambulizi ya Heche yalionekana kugusa kiini cha hofu ya umma. Alieleza kuwa majibu ya waziri mkuu yamekuwa yakikwepa hoja za msingi, yakibadilishwa na lugha ya kujihami na mashambulizi kwa wakosoaji. Mwelekeo huu kwa wingi uliashiria tatizo pana la uongozi unaojibu maswali kwa nguvu ya mamlaka badala ya uthibitisho na uwajibikaji. Ndani ya saa chache maneno haya yalitawala majukwaa ya mazungumzo, yakichochea mjadala mpana kuhusu nafasi ya ukweli katika uongozi wa kisasa. Kadri mjadala ulivyozidi kupanuka, muktadha wa kisiasa ulianza kujitokeza wazi. Uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025 uliacha taifa likiwa na maswali mengi yasiyojibiwa kikamilifu kuhusu usimamizi wa mchakato wa kidemokrasia, matumizi ya nguvu za dola na uwazi wa taasisi. Na tangu wakati huu kumekuwapo na msururu wa kauli za viongozi wakuu zikisisitiza utulivu na umoja, huku kwa upande mwingine wananchi wakishuhudia mvutano unaoendelea katika ngazi za kisiasa na kijamii. Ndani ya hali hiyo, kauli za Heche zilionekana kama sauti ya mkusanyiko wa hasira iliyokuwa ikitafuta jukwaa. Heche alisisitiza kuwa waziri mkuu anapaswa kuwa mfano wa uwazi na ukweli, si muhimili wa kujitetea kisiasa. Hoja hii iligusa msingi wa mjadala mkubwa zaidi kuhusu dhima ya ofisi ya waziri mkuu katika mfumo wa utawala wa Tanzania. Kihistoria, wadhifa huu umebeba jukumu la kuratibu shughuli za serikali na kuwajibika bungeni kwa masuala ya kitaifa. Na pale ambapo majibu yanapotazamwa kama hayatoshi au yanakwepa hoja, imani ya umma hupungua na nafasi ya taarifa zisizo rasmi huongezeka. Mjadala huu haukuibuka katika ombwe. Katika miaka ya karibuni, Tanzania imekuwa ikikabiliwa na changamoto za taswira ya kimataifa kuhusu demokrasia, uhuru wa kisiasa na haki za kiraia. Ripoti za taasisi za kimataifa zimekuwa zikigusia masuala ya matumizi ya nguvu, uhuru wa vyombo vya habari na mazingira ya kisiasa kwa upinzani. Ingawa serikali imekuwa ikikanusha madai mengi na kusisitiza mageuzi ya ndani, matukio yanayofuata uchaguzi yameendelea kuimarisha hisia za mgawanyiko. Ndani ya muktadha huu, shutuma za Heche zilionekana kama mwendelezo wa simulizi ya kudai wajibikaji wa juu zaidi. Na katika mitandao ya kijamii, wafuasi wa Chadema walizisambaza kauli hizo kwa kasi, wakizitafsiri kama uthibitisho wa kile walichokiita kukwepa kwa serikali kukabiliana na ukweli. Wengine waliona mjadala huu kama dalili ya mpasuko unaozidi kupanuka kati ya dola na sehemu ya wananchi wanaohisi kutosikilizwa. Mwitikio huu ulionyesha nguvu ya majukwaa ya kidijitali katika kuunda maoni ya umma, hasa pale ambapo taarifa rasmi zitachukuliwa kwa tahadhari. Kwa upande mwingine, wapo waliotazama makabiliano haya kama sehemu ya mvutano wa kawaida wa kisiasa. Walieleza kuwa serikali inakabiliwa na shinikizo kubwa la kusimamia utulivu wa masuala ya kiusalama baada ya uchaguzi, na kwamba baadhi ya majibu yanahitaji muda ya mchakato wa taasisi. Na hata hivyo, mtazamo huu haukufuata ukweli kwamba ukosefu wa majibu ya kina unaweza kuacha pengo linalojazwa na mashaka na hofu. Mjadala huu pia ulihusishwa na kazi ya tume ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani, ambayo inaendelea kukusanya taarifa na ushahidi kuhusu matukio yaliyotokea baada ya uchaguzi. Kwa wananchi wengi, kauli za viongozi wakuu zinatazamwa kama ishara ya mwelekeo wa serikali katika kushughulikia matokeo ya kazi hiyo. Kauli zinazochukuliwa kama za kujihami zinaweza kudhoofisha imani ya umma katika mchakato huo, hasa katika matokeo yake yatakosa uwazi au hatua za uwajibikaji.
Na katika historia ya siasa za Tanzania, vipindi vya mpito au mvutano vimekuwa vikihitaji uongozi unaoweza kusikiliza na kujibu kwa hoja. Kuanzia kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi hadi chaguzi za karibuni, masuala ya uwazi na haki yamekuwa yakijirudia kama mada kuu, na kauli za Heche zinapochukuliwa katika muktadha huu zinaonekana kama jaribio la kukumbusha umuhimu wa maadili ya uongozi katika kulinda mshikamano wa taifa. Athari za makabiliano haya zinaendelea zinaenda mbali zaidi ya majina ya wahusika. Zinagusa imani ya wananchi katika taasisi uhalali wa taarifa rasmi na mustakabali wa mjadala wa kisiasa. Pale ambapo viongozi wanachagua kushambulia wakosoaji badala ya kujibu hoja, ujumbe unaotumwa ni kwamba mamlaka haiko tayari kukabili maswali magumu. Hali hii inaweza kuathiri ushiriki wa wananchi katika siasa na kuongeza hisia za kutengwa. Na katika uwanja wa kimataifa, mjadala wa ndani wa Tanzania hufuatiliwa kwa makini na wadau wa kikanda na wa kimataifa. Kauli za viongozi wakuu zinatazamwa kama dalili ya mwelekeo wa nchi katika masuala ya demokrasia na utawala wa sheria. Makabiliano ya wazi kati ya upinzani na serikali bila majibu ya wazi yanaweza kuathiri taswira ya nchi na mahusiano yake ya kidiplomasia na kiuchumi. Kadri siku zinavyosonga, shinikizo linaongezeka na kwa ofisi ya waziri mkuu kutoa majibu yanayoshughulikia hoja zilizotolewa. Kimya au majibu yasiyotosheleza yanaweza kuimarisha simulizi ya ukosefu wa uwajibikaji. Na kwa upande wa upinzani, mjadala huu unakuwa fursa ya kuendelea kusukuma ajenda ya uwazi na haki, lakini pia mtihani wa kuhakikisha hoja zinawasilishwa kwa njia inayolinda maslahi ya taifa. Hatimaye makabiliano haya yanafungua mjadala mpana kuhusu mustakabali wa Tanzania. Taifa lipo katika hatua ambayo imani ya wananchi, utulivu wa kijamii na uhalali wa taasisi vinahitaji kulindwa kwa makini. Ukimya, hofu au kukwepa majibu vina gharama kubwa kwa vizazi vijavyo. Historia inaonyesha kuwa pale ambapo ukweli unapoachwa bila kutetewa, nafasi yake huchukuliwa na migawanyiko na sintofahamu. Mjadala huu ni ukumbusho kwamba uongozi wa kweli haupimwi kwa uwezo wa kujiamini bali kwa ujasiri wa kusimama mbele ya ukweli na kuwajibika. Mustakabali wa Tanzania utategemea kama viongozi wake watachagua njia ya uwazi au kuendelea kuchelewesha haki hadi pale gharama zake zitakapokuwa kubwa zaidi. Ni hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kuyumbisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili uweze kuwa kwanza vilevile kupokea haya yote. Gonga alama ya kengele.